Lakini kikubwa tunachokiangalia sisi, tunaijengaje Simba? Sasa nani atakuja kuikomboa Simba? Ina maana ni mwenyekiti ambaye atakuwa na makucha marefu ya kuja kuikomboa nini? Kuikomboa Simba. Mwenyekiti ambaye mwenye msimamo, na alikuwa akigundua tu kwamba wewe una msimamo tayari lazima anakuvisha jobaya. Ni sawa sawa na paka. Paka ukimweka nyumbani, si ana uwezo wa kukulindia panya? Anawakamata panya, panya wanakuwa hawepo ndani ya nyumba, si ndio? Sasa ili paka uwawe anaitwa nini? Anapewa jina, anaitwa paka mwanga. Mbwa akitaka uwawe mtaani anaitwa nini? Mbwa kichaa. Ndicho kinachotokea nini? Kinachotokea kwa mwekezaji wetu. Kwa hiyo mwenyekiti wetu sasa amevishwa nini? Amevishwa jobaya, na hili limetengenezwa na baadhi ya vikundi vimetengenezwa. Kila kinachotokea ndani ya Simba ambacho ni kibaya, asukumiwe nani? Asukumiwe mwenyekiti wetu, ili huyu mwenyekiti asiweze kupambana na huu udhalimu unaoendelea katika kutaka kuizuru nini? Kuizuru Simba. Lakini kama mwenyekiti wetu angekaa katika mstari anaoutaka yeye, haya yote usingeyasikia, mwenyekiti angeonekana bora. Leo kwa mfano Dr. Mwale aliongea hapa, Simba inawaajiri watu, walioajiriwa ni watu 28. Katika watu 28 waajiriwa 27 wote wametoka upande wa nini? Wa 49%. Lakini huku upande wa 51% ametoka mtu huyu ambaye ni mkurugenzi wa nini? Wa wanachama. Malimbikizo ya madeni. Ili niweze kuichukua hii timu kirahisi, tuwalimbikizie madeni hao. Kila kitu kinaandikwa. Kuna mwaka mmoja aliongea Isa Masudi, watu wote tulimuona mbaya. Mimi mwenyewe nilikuwa mmoja wapo, nilimshambulia kweli kweli. Kwa nini anamgusa Mo? Jamani, hakuna mwana Simba alikuwa mbaya amkubali Mo. Isa Masudi aliongea, jamani, huku mpaka hela za mchicha zinaandikwa, hela za mchicha. Umepewa hela ukanunue mchicha kwa ajili ya kula wachezaji, boxer, zote zinaandikwa. Tulimuona yule bwana anatuongopea. Lakini leo juzi alitoka hapa front. Kweli anaidai Simba, anasema bilioni ngapi? 87. 27 akatukopesha 60. 27 akatupa 60, anafanya nini? Anaidai hela yake. Na mpaka sasa hivi dokumenti ziko mezani, sio anatakiwa asaini hilo deni. Tafsiri yake ikifika bilioni 100, timu inadaiwa bilioni 100. Timu ya kwetu. Wale wana Simba wanaosema mo kila wakati wakikaa mo. Simba ni ya kwetu, tunadaiwa milioni 100 sasa. Tunaichanga miaka mingapi? Twende zuio la wanachama. Wengi tulikuwa tunajua mwenyekiti ndio anazuia nini? Wanachama. Lakini huyu Mangungu tunampigia kelele ndio anazuia wanachama. Mangungu ameingia 20 hapa plus. Wanachama wamezuiliwa tangu 17. Hakuna mwanachama mpya wa Simba alosajiliwa, alopewa kadi. Mangungu huko alikuwa. Tafsiri yake mwekezaji ndio anayefanya nini? Ndio anayezuia swala la kuingiza wanachama wapya. Kwa nini anazuia wanachama wapya? Ukitaka kumtawala mtu hakikisha awe maskini. Ndicho anachokitumia nani? Anachokitumia nini? Mwekezaji wetu Mo Dewji. Anajua Simba ikiruhusu kusajili wanachama wapya, ukipata wanachama 100,000 tu tayari una bilioni 2 na pointi kadhaa. Kama kadi moja ikiwa 30,000, maana yake una bilioni 3. Ukipata wanachama milioni 1, maana yake una bilioni 30. Sasa wewe unataka kuwekeza bilioni 20. Wanachama washaika bilioni 30 kwenye akaunti ya timu yao. Hivi kuna uwekezaji hapo? Ndio maana amefanya nini? Amezuia. Na njia nyingine aliyotumia baada ya kugaiwa 49% yeye, 51% Simba, alinunua tena 10%. Kwa hiyo kwenye upande wa Simba 51%, ondoa 10 akiwa kama mwanachama. Anatuongopea kwamba hii 10% atawagaia wanachama. Kuna wewe bwana mwanachama umepewa? Hapana. Yaani alifanya inaitwa ni ujanja wa kishamba kama utapelifana, kwa sababu tumeaminishwa ni 51%. Kwa hiyo 51% mwekezaji Mohamed Dewji Mo kachukua 10% yeye kama mwanachama. Kwa hiyo ukijumlisha zile 49 maana yake ana 59. Sisi wanachama tubaki na ngapi? Na 41. Sijui umeelewa? Kwa hiyo huku tumebakia na 41, kwenye makaratasi sisi tuna 51. Lakini reality yule bwana yeye ndo ana 59, sisi tuna 41. Nguvu ya kuikomboa klabu unaipata wapi? Leo serikali tulikuwa tunajua ili swala la uwekezaji, yeye anatoka analalamika kwamba uwekezaji, jamani mnanicheleweshea. Kumbe anayechelewesha uwekezaji ni yeye. Serikali ishatoa maagizo vitu vitatu vikamilike katika katiba ya Simba, vibadilishwe. Vikishabadilishwa, katiba ikishapitishwa, uwekezaji tayari umekamilika. Vitu hivyo ni vipi?
Kitu cha kwanza, ukomo wa wanachama ufutwe. Wao waliweka ukomo wa wanachama mwisho wa wanachama 50,000. Na mimi ndo mtu wa kwanza kuongea, na ndo kilichonitia jela. Nimekaa siku 4 Central pale. Ukomo wa wanachama 50,000. Simba ina mashabiki zaidi ya milioni 20. Leo unaambia tu wanachama mwisho 50,000. Na wanachama ni pesa. Kwa nini uitaki hii pesa? Tafsiri yake, tukishakuwa na pesa nyingi, maana yake yeye tutamdharau. Yale magoti kama wanavyotaka ndugu zetu wa Hindi yatakuwa hayapo. Sijui mmenielewa hapo? Kwa hiyo kitu cha kwanza ni ukomo wa wanachama. Kwanza uondolewe, wanachama wapya wasajiliwe ndani ya Simba. Serikali inaagiza hiyo through BMT. Kitu cha pili, mwenyekiti wa bodi atoke upande wa 51%. Ndio wenye nini? Wenye hisa nyingi. Hivi kama mwenyekiti wa bodi kama angekuwa Mangungu, haya yote angekuepo, tungekuwa tunapiga kelele. Singekuepo, tungepepea mno. Hilo nalo hataki. Cha tatu, serikali imeagiza ili kusiwe katika hali ya kumtegemea mtu na mtu kuilingia klabu isipotee, lazima wawekezaji wawe wangapi? Ili kuondoa nguvu, kwa sababu 51 na 49 bado vinakaribiana. Sisi watu wa hesabu tuliosoma science, approximation hapa 50 to 50 hapa. Au nyewe mnasemaje? 50 to 50. Ili kuondoa hili, hawa 49 wanatakiwa waganywe wawe watu watatu. Huyu 12 point something, huyu 12 point something, huyu 12 point something. Nguvu inapungua, kwa hiyo 51 inakuwa ina nguvu. Huyu bwana hataki. Akataka kuleta mashirika yake. Anaoyajua yeye, anakuambia kwamba hawa ndio watakuwa wawekezaji wenzangu, lakini jina la kampuni bado ni lile Metri. Leo unapozungumzia Mokola, ni kiwanda, lakini ukiingia iko ndani ya Metri. Unapozungumzia sabuni ya Mshindi iko ndani ya Metri. Unapozungumzia chochote utakachozungumzia cha Momo viko ndani ya Metri, ndio kampuni mama. Serikali imekataa hiyo. Tuliwalaumu sana watu wa nini? Wa FCC, Fair Competition Committee. Serikali ina macho marefu, na ndio maana imeunda hivi vyombo kwa ajili ya kusimamia haki za watu katika masuala ya uwekezaji. Tukawa tunawalaumu wale jamaa walivyozuia ule uwekezaji. Kumbe maskini ya Mungu wanasimamia maslahi ya Simba. Nayo akagoma. Ndio maana kipindi kile cha uchaguzi wakatengenezwa watu, yakatengenezwa makundi kwenda kupiga kelele ule uchaguzi, ule mkutano uishie njiani, ili haya mambo matatu yasifanye nini? Yasipite. Kwa uelewa mdogo sasa wa wanachama wa Simba na mashabiki wa Simba, kweli bado tunaendelea kumwimba nani? Kumwimba Mo, lakini boss kila siku yeye anapiga kelele, yeye anapata hasara tu. Jamani, niwafundishe kitu. Faida ziko za aina mbili, kuna direct na indirect profit. Direct profit, mic hii na inunua shilingi 50,000 na user 60,000, hapa faida yangu 10,000. Indirect profit hii mic wewe unaidharau wewe. Sometimes nyewe mnazisahau mpaka kwenye matawi yetu mnaziacha. Lakini hii ndio inaendesha maisha yako wewe. Hiyo indirect. Kupitia hii mic. Leo unapozungumzia kukua kwa Mo Dewji na kampuni zao ni Simba. Sio lazima upate eti Simba ingize milioni 50, wewe kupe milioni 20, Simba ibaki na 30. No. Umepata mileage ya wana Simba. Hakuna mwana Simba asiyejua kwamba ukinywa Mo Extra kuna madhara unayapata. Lakini leo unakuta mtu tunakunywa mpaka 4 kwa siku. Yaani pale imeandikwa usinywe zaidi ya 2, lakini nakunywa 4. Lakini what I know, I'm going to support my boss. Silali mimi bila kunywa Mo Extra. Nikitaka kufanya tendo na mke wangu lazima ninywe Mo Extra. Hii yote tunajua tunamsupport nani? Bosi. Lakini mwisho wa siku yeye anakuambia anapata hasara. Hivi Mo wa 2014 kurudi huko nyuma na Mo wa sasa hivi 14 kuja huku mpaka hapa tulipofika wanafanana? Kabla ya uwekezaji Mo alikuwa anamiliki trilioni 4 kushuka chini. Sasa hivi anamiliki trilioni 8 na upumbavu. Lakini progression yote ameipata kupitia nini? Simba Sports Club. Na sio yeye, hata ukienda kwa GSM. Mtafute GSM kabla hajaingia Yanga, afu mtafute GSM wakati uko Yanga. Wanafanana? Hivi vilabu vina watu. Watu wanashindana. Mtu wa Yanga, mimi nikimwona mtu wa Yanga kashika maji ya GSM, mimi natafuta maji ya nini? Ya maisha au maji ya nini?
ya Masafi. Ndio tunavyoishi sasa hivi, na tunapiga propaganda zote ili vitu vya bosi wetu vitembee. Umechapishwa mpaka unga umeandikwa Simba ngano, watu tunanunua unga wa bosi wetu. Kuna unga wa Azam, kuna unga wa Azania, lakini tunatafuta unga wa ulipo ili kumsupport nani bosi. Wewe unasemaje? Unapata hasara? Na kama kuna hasara si uache. Uliimiliki Singida. Singida ndio timu yako ya kwanza kuimiliki, ilikuwa ya kwako, mali yako. Mbona kaiacha? Singida ipo. Alimiliki African Lion, mbona kaiacha? Kwa nini Simba tu unapata hasara unang'ang'ania tu kusimba? Kama timu inakutia hasara, tuachie timu yetu. Tunajua kuna mambo mazuri sana na makubwa mtofanyia ndani ya Simba. Simba ilikuwa ni sawa sawa na tonge la nyama na pande la nyama limekaa tu hapo pembeni. Hamna mtu anaolihitaji, linang'ongwa na nzi. Umekuja umeliokota, umelisafisha, umelichanachana, umelibanika, limeiva. Kula sasa.